Kivule oye! Masaburi oye! Mama Samia oye! Ndugu zangu wa Bomba Mbili, mimi kama diwani wenu, wakati naomba kura nilizunguka. Moja ya kero kubwa niliyoambiwa tumalize daraja la kwa Msumi na daraja la kwa Mbonde ili bodaboda na bajaji na daladala ziweze kuingia, tuifungue Bomba Mbili. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana, mpaka leo naongea hivi, daraja la kwa Msumi linakwenda vizuri na nyie ni mashahidi, lakini daraja la kwa Mbonde na lenyewe limeisha, sasa magari yanapita. Kilichobaki ni kuifungua Bomba Mbili kwa maana ya kuruhusu daladala, bajaji na bodaboda wafanye biashara. Leo tumekuja kwa tukio moja tu la bajaji. Ipo siku nyingine nitakuja kwa tukio la daladala. Lakini ipo siku nyingine nitakuja kuwarasimisha hawa bodaboda na wenyewe wajione ni sehemu ya watu wa huduma za usafirishaji. Hakuna bingwa, hakuna anayemdhulumu mwingine, hakuna aliyekuja kumuondoa mwenzake, wote kwa umoja wetu, bajaji, daladala na bodaboda, tutoe huduma za kuwahudumia watu wetu. Ili watu wetu sasa waamue, mwananchi ndiye aamue, nataka kupanda bodaboda achukue, nataka niende na bajaji achukue. Kama daladala zipo nazo, nataka kupanda nini? Daladala. Sasa mengine tumezungumza kwenye kikao cha ndani. Hapa tu niseme na washukuru sana. Sasa yale maneno ya kusema Bomba Mbili haijafunguka tukome kuyatumia, kwa sababu Bomba Mbili imeshafanya nini? Imefunguka. Kama unataka kwenda Kivule ni hapo tu, daraja haupiti tena kwenye maji. Unataka kwenda huku kwa Pungu, kwa Mkolemba kupitia Kanyigo, na kwenyewe kumefanya nini? Kumefunguka. Kilichobakia ni usafiri uje. Nilileta daladala hapa kipindi kile naomba kura, zikapita, lakini mwisho zikaondoka kwa sababu zinasema hakuna watu. Sasa niwaombe viongozi wangu mliofanikiwa kufika hapa na wote tulioko hapa, twende tuwe mabalozi. Tuwaambie watu hakuna haja tena, kama unataka kwenda kwa Mkolemba, unataka kwenda Hanamu, unataka kwenda Banana, uende mpaka kwa Osama ukachukue magari yale. Unaweza ukatoka hapa na bajaji zetu, ukafika pale ukachukua gari ukaenda njia hii. Lakini pia tutawaletea bajaji za kwenda mpaka ni kwa Mkolemba, Moshiba. Zikishakuja zile tena tutakuja kuzindua hivi ili sasa watu watambue kwamba kote Bomba Mbili imefanya nini? Imefunguka. Baada ya kusema hayo, nimekuja na kiongozi wangu hapa, katibu wa chama wa kata, lakini na viongozi wangu hapa halmashauri kuu ya kata. Yupo katibu wetu hapa Mheshimiwa Kitale, lakini wako viongozi wetu hapa wa mashina, wajumbe walioko hapa. Kwa umoja wenu naomba tunyoshe mikono. CCM oye! Samia oye! Masaburi oye! Mwisho niwahakikishie, nilikuwa na kikao na Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa Mbunge anasema Bomba Mbili itafunguka kwa nguvu zetu zote, wala msiwe na wasiwasi. Lile daraja pale bado halijaisha na yeye anamfahamu mpaka mkandarasi. Mheshimiwa Mbunge ameniahidi niwaambie, Kivule kama jimbo, Bomba Mbili kama mtaa, hamtabaki kama mlivyo. Mjiandae kwa mambo makubwa. Sawa ndugu zangu? Usafiri utakuja, madaraja yote yameshaisha. Sasa muanze kutumia vya kwenu. Yale mambo tena ya kuanza kwenda kule Viwege tuachane nayo, tuanze sasa kuja hapa kwa Kapungu na hapa kwa Muba, tuchukue usafiri wetu twende sehemu zingine, ili hawa watu wa huduma manenyo wasikate tamaa. Sawa ndugu zangu? Baada ya kusema hayo, mimi nawapenda sana. Naomba sasa viongozi wangu tushiriki na wazee wetu akina Osama na wenzake. Huyo. Haya, sema na wewe moja kwa wananchi. CCM oye! Naam, nashukuru waheshimiwa viongozi kwa kutukaribisha kuweza kuzindua barabara yetu. Natambulisha kwa jina, naitwa Uliza Omar Rashid, ni mwenyekiti wa bajaji. Hivyo tunashukuru kwa viongozi kuweza kutuhitimisha kuweza kuzindua barabara yetu, na kuanzia leo hii tutazindua rasmi na insha Allah tutakuwa wenye kutoa huduma masaa 24. Asanteni sana. Mama Samia oye! Manyinya oye! Alifani oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Nadhani tumemaliza jambo letu. Bodaboda nani bajaji mmewacha kidogo.